Rada inaanza kuangaza katika jiji la Arusha ambapo serikali imewaonya baadhi ya wafamasia ambao wamekuwa wakikinzana na viapo vyao kwa wizi wa dawa, ambapo taarifa zinaeleza kuwa wastani wa takriban shilingi bilioni 17 hutumika kila mwezi kwa ajili ya huduma za dawa pamoja na vifaa tiba hapa nchini Tanzania, huku baadhi ya watumishi wakihusishwa na wizi wa dawa za serikali. Mwajabu Shafi anakuja na taarifa hiyo ambayo imeandaliwa na Hababi Mohamed kutoka Arusha. Ni katika jukwaa maalum linaloenda sambamba na ufunguzi wa mkutano mkuu wa 55 wa Chama cha Wafamasia Tanzania TPST jijini Arusha kaskazini mwa Tanzania, ambapo katika hotuba yake makamu wa rais wa Tanzania Dr. Philip Isdori Mpango ametumia jukwaa hilo kuwaonya wafamasia wenye tabia hasi ya kuiba dawa za serikali. Ni wizi na upotevu wa dawa za serikali. Wote tunafahamu na nimekwisha kueleza, serikali inatumia fedha nyingi sana kwa ajili ya ununuzi wa dawa. Lakini bado kuna upotevu mkubwa wa dawa kutokana na wizi, ambapo badala ya dawa muhimu kupatikana kwenye vituo vya afya zinapatikana kwenye maduka binafsi ya dawa. Kando na hilo, Dr. Mpango amesisitiza elimu katika jamii juu ya matumizi salama ya dawa. Kwanza ni kuhusu elimu ya matumizi sahihi ya dawa. Yamekuwepo matumizi mabaya ya dawa kwa baadhi ya wananchi wetu, kama vile matumizi ya dawa pasipo kushauriwa na daktari. Chama cha Wafamasia Tanzania tunaiomba serikali kupitia Wizara ya Afya na Baraza la Famasi kuweka ulazima wa maduka ya dawa muhimu kuwa na mtaalamu wa famasi aliyesoma. Paul Makonda ni mkuu wa mkoa wa Arusha, anasema serikali itaendelea kuwahudumia wananchi wanyonge kwa kuwapatia huduma za matibabu, ambapo anatumia jukwaa hilo kuarifu wananchi kujitokeza msimu wa pili katika kupima afya zao. Inalazimu kuanzisha utamaduni wa upimaji na matibabu bure kwa wananchi wanyonge maskini wasiokuwa na uwezo, jambo ambalo tulifanya mwaka jana na tukapata watu waliohudumiwa takriban 32,000. Hivi karibuni, kutokana na mabadiliko ambayo yametokea katika dunia nzima katika ufadhili wa sekta ya afya, tayari serikali ya awamu ya 6 imeshaweza kutupatia fedha kiasi cha shilingi bilioni 141. Kwa kutambua mchango wa wataalamu wa kada ya wafamasia, serikali imesema itaendelea kufanyia kazi changamoto zote muhimu kwa ajili ya maendeleo ya wataaluma wa kada hiyo na wananchi kwa ujumla. Kutoka Arusha, rada sasa inaangaza makao makuu ya nchi Dodoma, ambapo Waziri Mkuu Kassim Majaliwa ameweka jiwe la msingi la ofisi ya shirika la viwango nchini TBS la Viwango House, na kueleza kuwa ujenzi wa mradi huo ni sehemu ya kuboresha miundombinu na kuwanufaisha wananchi katika kupata bidhaa bora na zenye viwango ambazo haziwezi kuathiri afya zao. James Bonoma kutoka Dodoma ana taarifa zaidi. Waziri Mkuu Kassim Majaliwa amesema kuwa uwepo wa jengo hilo utasaidia kuhakiki kila bidhaa zinazozalishwa ndani na nje ya nchi, hali itakayowasaidia Watanzania kutumia bidhaa zenye viwango bora. Majaliwa amesema kuwa waagizaji wa bidhaa kutoka nchi za nje kuhakiki bidhaa zao kabla ya kuzileta nchini kama zina ubora ili kulinda afya za wananchi. Lakini nataka tupunguze utegemezi wa maabara. Badala ya kutegemea maabara kutoka nje ya nchi, sasa tunajenga maabara kubwa ya kisasa Tanzania, na tunataka wao waje sasa kupata huduma hapa kwetu. Lakini tunahitaji kuongeza ufanisi katika usimamizi wa ubora wa bidhaa hapa nchini. Aidha, Majaliwa ameongeza kuwa baada ya uwekaji jiwe la msingi na uzinduzi huo, serikali haitakuwa na huruma kwa watu watakaoingiza bidhaa zisizo na viwango, huku akitoa wito kwa TBS kufuatilia bidhaa zisizo na ubora. Kwa wafanyabiashara na waagizaji wa bidhaa kutoka nje ya nchi, ni wajibu wenu kuhakikisha kwamba bidhaa mnazoziingiza nchini kwanza ziwe salama na ziwe zimeidhinishwa na zina alama ya ubora kutoka TBS au taasisi inayotambulika. Waziri wa Viwanda na Biashara Selemani Jafo
ameeleza mpango wa serikali katika kukuza viwanda nchini ikiwemo kuongeza ajira kupitia wizara hiyo. Serikali tuna mipango hivi sasa. Jukumu letu kubwa ni kwamba tumeweka si muda mrefu tutakuja kuzindua mpango mkubwa wa ujenzi wa viwanda 948. Ambapo viwanda hivi lengo letu ni kwamba tutakuwa na industrial park pamoja na clusters katika maeneo mbalimbali ndani ya mamlaka za serikali za mitaa. Dhumuni la kuanzisha kwake shirika kuratibu uandaaji wa viwango vya kitaifa katika sekta mbalimbali ikiwa ni pamoja na kudhibiti usalama na ubora wa bidhaa zinazozalishwa na kuingizwa nchini kwa lengo la kulinda afya na usalama wa walaji. Kutoka jijini Dodoma, James Bunuma, Clouds TV. Asante James Bunuma. Tukisalia jijini Dodoma, bunge limepitisha shilingi trilioni 20.19 kwa ajili ya bajeti ya Wizara ya Fedha na taasisi zake kwa mwaka wa fedha 2025-2026 ili kutekeleza vipaumbele vitano ikiwemo kukusanya mapato ya jumla ya trilioni 50.98 na kuandaa sera za usimamizi wa mali za umma. Nura Mohamed anakuja na undani wa taarifa hiyo ambayo imeandaliwa na Sharifa Mdeme kutoka Dodoma. Waziri wa Fedha Dr. Mwigulu Lameck Nchemba akiwasilisha bungeni bajeti hiyo amesema fedha hizo zitatumika kutekeleza vipaumbele vitano ambavyo ndani yake kuna vipaumbele vya taasisi 8 zilizopo chini yake. Amesema katika kukusanya mapato trilioni 50.98, Mamlaka ya Mapato Tanzania TRA inatarajiwa kutafuta na kukusanya trilioni 34.10, huku misaada ya nje ikitarajiwa kuwa trilioni 1.7 na mikopo nafuu ni trilioni 14.6. Kutafuta na kukusanya mapato ya jumla ya shilingi trilioni 50.98. Kuhudumia kwa wakati deni la serikali linaloiva kwa kiwango cha shilingi trilioni 14.22, kujenga mifumo pamoja, kutoa ankara za malipo ya serikali ili kuongeza ufanisi, kuboresha na kuunganisha na kuimarisha usalama wa mifumo ya kielektroniki, kuandaa sera za usimamizi wa mali za umma. Kamati ya bunge ya bajeti ikaishauri serikali kufanya marekebisho kwenye sheria ya mifumo ya malipo ya taifa ili kupunguza matumizi ya fedha taslimu nchini. Kamati na maoni na mapendekezo yafuatayo: 1. Kufanya mabadiliko kwenye sheria ya mifumo ya malipo ya taifa sura namba 437 ili mfumo wa malipo kwa njia ya kielektroniki and cashless uanze kutumika. Lindi tuna bandari ndogo. Tukisimama na bandari ya Lindi na tukasimama na Komoro, kwa kweli uchumi tutakayopata hii tunasema tunategemea trilioni 50 pointi ambayo imeshaweza kukusanywa mpaka leo. Nina imani Mheshimiwa Waziri, wewe ni mchumi na wewe ni mwanasheria, utasimamia tutaweza kuvuka mapato yatazidi kuongezeka. Ni vizuri sana mifumo iwe inaonana, na ni vizuri kwa sababu mifumo yenyewe inagharimu fedha nyingi tunazozitumia katika kuweza kutayarisha hiyo mifumo. Sasa mifumo ile ikionana itaturahisishia sana kuweza kufanya kazi. Kutoka Dodoma tumulike mkoa wa Tabora sasa. Serikali kupitia Tume ya Taifa ya Umwagiliaji NIRC imeingia mkataba na mkandarasi mzawa kampuni ya Samota Limited kujenga mradi wa skimu ya umwagiliaji Mwamapuli katika kijiji cha Mwanzugi wilayani Igunga mkoani Tabora, mradi ambao utagharimu zaidi ya shilingi bilioni 26.9. Agustin Maluso anakuja na undani wa taarifa hiyo kutoka Tabora. Aidha, mradi huo utajengwa kwa zaidi ya siku 720 ukiwa unalenga kuongeza eneo la umwagiliaji kutoka hekta 630 hadi kufikia hekta 2397, huku zaidi ya wakulima 2470 wakitarajiwa kunufaika kutokana na mradi huo. Akizungumza katika hafla hiyo, mkuu wa mkoa wa Tabora Paul Chacha amemtaka mkandarasi mzawa kampuni ya Samota Limited anayetekeleza mradi huo kufanya kazi kwa ufanisi na kwa muda wa makubaliano. Eneo hili huwa tunalimalima mpunga, kwa hatutaki mradi mwingine. Ambaye hataki mradi ule wa miwa, yeye atoke pale. Sisi tutaweka mradi wa miwa pale. Na tutawajengea wananchi wetu
katikati ya Igunga na Uyui, kiwanda kikubwa cha sukari. Akisoma taarifa ya ujenzi wa mradi huo, mhandisi wa umwagiliaji mkoa wa Tabora Francis Mgangalula amesema utekelezaji wa mradi huo utahusisha shughuli mbalimbali ikiwemo ujenzi wa barabara za mashambani, ujenzi wa ofisi ya tume, nyumba ya meneja wa skimu pamoja na ununuzi wa gari moja kwa ajili ya usimamizi wa mradi. Kuongeza eneo la umwagiliaji kutoka hekta 630 zinazolimwa sasa kufikia hekta 2397 ili kuwanufaisha wakulima zaidi ya 2470. Tunashukuru kwa serikali yetu kutuamini sisi wazao wa ndani kwa kutupa mradi huu wa bilioni 26.9. Tunaahidi mkuu wa mkoa mbele ya mkutano huu wa hadhara hatutokuangusha, tutaufanya kazi yetu kwa weledi. Jijini Dar es Salaam, watu kadhaa wanahofiwa kupoteza maisha na wengine kujeruhiwa katika ajali iliyohusisha gari nambari T152 DYW inayodaiwa kuwa kwenye msafara wa Mwenge wa Uhuru baada ya kupinduka eneo la Skanska Tegeta jijini Dar es Salaam. Rada inampa kibali Juma Mohamed kuja na undani wa taarifa hiyo. Kwa mujibu wa mashuhuda wa ajali hiyo ni kwamba gari hilo Toyota Hilux linadaiwa kuwa kwenye msafara wa Mwenge likiwa kwenye mwendo kasi huku limebeba abiria, lilijaribu kumkwepa mwendesha bodaboda ndipo likaparamia gema ya barabara na kupinduka. Jamaa kweli alikuwa yuko spidi, lakini katika kwa sababu barabara inaruhusu spidi aliyokuwa nayo, barabara ilikuwa inaruhusu. Sasa bodaboda likatiza mbele pale ghafla, katika harakati za kumkataa bodaboda ikabidi ashike breki za ghafla huyo, ndio gari imeseleleka imeingia mtaroni. Gari likawa kama linayumba, yani linapoteza mwelekeo. Sasa tukasema lile gari lile lina shida, mpaka lilivyofika maeneo haya lile gari tukasikia puu, sisi ikabidi tusimame. Eneo hilo linatajwa kuwa na matukio ya ajali, huku mashuhuda wakidai kuwa katika mbio za Mwenge mwaka jana iliwahi kutokea ajali eneo hilo. Eneo hili yani kwanza hili ni machinjioni blaza, nini sikwambie, sio siri. Yani kutoka hapa mpaka Tegeta kwa ndevu pale kwenye ule mtelemko ile down. Ni kumshukuru Mungu. Ni kumuomba tu Mungu atusaidie. Tena kwa nyakati za usiku kipande hichi kama ni bodaboda, yani unabidi hapa ufike akili iwe imetulia kabisa. Jitihada za kupata uthibitisho juu ya ajali hiyo kwa upande wa jeshi la polisi zinaendelea. Asante sana Juma Mohamed. Kwingineko, kampuni ya Yas imezindua kampeni ya Anzia Ulipo, ikiwa ni wito mahsusi kwa kila Mtanzania mwenye ndoto au lengo la kubadilisha maisha yake, ambapo kupitia kampeni hii Yas inawahamasisha Watanzania kuanza safari ya mafanikio kwa kutumia kile walichonacho kwa sasa, ili iwe ni kipaji, ujuzi au hata wazo zuri bila kungoja mwafaka. Nelson Katunzi anakuja na undani wa taarifa hiyo kutoka Dar es Salaam. Kampuni ya Yas imesema inaamini kila mmoja anaweza kuanza mahali alipo kwa kutumia rasilimali alizonazo, na Yas kama taasisi inayotoa huduma kwa jamii imejipanga kuwawezesha wenye utayari kutokana na uwekezaji wa kutosha kwenye teknolojia ya 4G na 5G, ambapo uwepo wa huduma hiyo ni kipengele muhimu kuwezesha ndoto walizonazo kufanikiwa. Akizungumza wakati wa uzinduzi wa kampeni hiyo, afisa mkuu wa biashara Yas, Isaac Nchunda, amesema ujio wa Anzia Ulipo utasaidia kuhamasisha watu wanaoahirisha mambo huku wakisubiri wakati sahihi. Anza Ulipo campaign ni kampeni ambayo inaendana na nia ya chapa yetu ambayo ni kumwezesha mteja wetu kufikia ndoto zake. Kwa hiyo ni muhimu sana kila Mtanzania asiweke kikwazo chochote katika kufikia ndoto yake. Ukiwa una kipaji ama ujuzi ama maarifa, nunua kifaa cha Yas, tumia huduma za Yas, ingia mtandaoni, uza bidhaa zako nchi nzima na duniani kwa ujumla. Baadhi ya wanufaika wa programu hii wanawahamasisha Watanzania kubuni na kutumia teknolojia ili kuanzisha harakati na kuwataka Watanzania popote walipo waanze kupiga hatua, kwa sababu kupitia teknolojia wanaweza kuyafikia majukwaa ya kitaifa na kimataifa. Naitwa Ali Kasim Ali, ni mtaalamu wa samaki na ni mwanzilishi wa kampuni ya Blue Tilapia.
Kiupande wangu teknolojia imenisaidia kunikutanisha na wateja wangu, imenisaidia kuwafundisha wateja wangu kwa urahisi. Kwa jina naitwa Monalisa Lizi Rechungura, mimi ni mjasiriamali, pia ni food and lifestyle content creator. Teknolojia imenisaidia mimi, imenipa jukwaa la kuweka kazi yangu, kwa sababu kutumia internet na hizi platform nimeweza kuweka kazi yangu, dunia ikaona, na pia ikanisaidia kupata nafasi kwa ajili ya biashara. Baada ya taarifa hiyo, ni kuunganishe sasa na swahiba wako Mwewe. Kama kawaida, haache kuruka. Ameruka katika maeneo ya wapi leo? Karibu uweze kuungana na jicho lake. Maandishi ya mfuniko yanasomekaje hapo? Tuliza sweta, tulia. Jicho la Mwewe linaona mabadiliko hapa. Si ni juzi tu jamani, hapa Mwewe alitoa taarifa kuhusu hili tatizo hapa Mwenge, barabara ya TRA. Chemba ilikuwa inamwaga kisusio kama vile ina bifu na wafanyabiashara. Mwewe alipopita hapa akaona balaa la kuvuka barabara, mnuko wa kisusio kitokacho kwenye chemba hii kwa wafanyabiashara, na zaidi mapambano kati ya madereva na watembea kwa miguu. Sasa leo hii jicho la Mwewe linaona mabadiliko hapa. Asante. Unaona Wazee wameisha sikia sauti ya Mwewe, wakafika hapa, wakatatua kero na wafanyabiashara sasa wanakula bata na sio tabata. Yaani hata nyama ya Idi wanaweza kuja kulia hapa hapa na wasikunje sura. Hii safi sana. Mwewe anasema wahusika wa manispaa hii ya Kinondoni mmetisha sana. Mwewe anatoa salamu kwako mnyonge, wizara na wahusika mliohusika kusafisha eneo hili. Asanteni sana. Kwa sasa anarudi zake kiotani Mwewe, huku akiwa na furaha. Huyo mnyonge mnyongeni, haki yake mpeni. Hilo ndo jicho la Mwewe, na kabla sijahitimisha rada usiku huu, naomba sasa nikuunganishe na Nura Mohamed kwa ajili ya ripoti ya viwanjani.